Kwa mwanangu Bi, unamuogopa wewe mtoto? Yaani nyote mnaogopa kumpata mtoto wewe nyewe vianda nini? Wewe mtoto. Kiongozi, wewe hapa dogo, yaani kupitia udogo unaweza kumpata anko wake. Kwa hiyo unaweza kuongea naye tu fresh. Oa nyinyi, mama analetea mauzauza. Sasa yaani ina maana kwamba ukiongea na huyu tunaweza tukampata anko wake kupitia huyu. Yaani sijaelewa. Yaani mbona mnaunya mnarudi nyuma? Wewe kiani? Wewe nini? Ha? Wewe ndazi nini unakumega nziwa? Sasa utakimbia tena. Wewe chula nini? Umesikia kiongozi? Ongea naye tu dogo fresh. Ongea naye tu kistaarabu atakuelewa. Hilo jukumu ni uachie wetu kiongozi. Mpake pale hamna. Sema nadhani kwamba ukiongea na wewe unaweza kuzipata taarifa nzuri za kupitia anko wake. Kwa big. Kwa mwanangu Bi, unamuogopa wewe mtoto? Yaani nyote mnaogopa kumpata mtoto wewe nyewe vianda nini? Wewe mtoto. Wa bonge. Nilikwambia mwanangu tatizo lako wewe si moja mwanetu angalia sasa wewe mwanetu. Wa bonge. Wa vipi mjomba nani? Habari. Mtaalamu, mimi na ndugu yangu hapa yamemkuta matatizo. Si unajua kuna sehemu tumeenda maisha kule kamgusa mtoto tu yule pale, mwanangu ndo nimemkuta jambo kama hili hapa. Huyu jamaa kazimia, sijui kazilamia hata sielewi. Aga, sikiliza. Misotozi. Weka kisu chini. Dalili poa tembea. Sasa mbona wewe anaonekana mzima kabisa? Na ana shida yoyote? Sasa mganga unasemaje huyu mtu mzima wakati mwenyewe unamuona huyu hapo kalala? Nimekuja naye mimi nimembeba mgongoni kwa mzima, sasa atembea hapa mtaalamu. Fanya jitihada basi mchizi wangu apate kuamka ujue maisha ya kweli. Mimi namuona kabisa yuko mtaani anatembea. Namuona yuko mtaani anatembea. Ila hapa mnaona kama amelala, lakini mimi namuona yuko mtaani anatembea. Hadi kwamba inawezekanaje mtu yuko hapa afu nasema yuko mtaani anatembea? Yaani wewe imekaaje labda? Umesema ulipotoka alikutana na nani? Huyu jamaa na mdogo wake, si ndio? Huyo mdogo wake ndo mwanangu mimi au vipi? Hasa katika harakati za kumtafuta tumeenda paka kwa ile sehemu ambayo maana mimi kuna dogo mmoja hivi ambaye ndo waga ana kama mazinga ya ombo, si unajua. Tulipofika pale huyu mwanangu mimi nikamwambia ongea na mtoto kistaarabu, si unajua, maana mimi najua itikili za ule mtoto na mambo fulani noma, si unajua. Jamaa alivyoondoka akamfuata yule mtoto kwa gazabu, si unajua. Ile kumshika mwanangu nimempigia shoti, yani shoti mwanangu hadi sio hadi mimi sielewi ujue. Kadondoka chini mwanangu. Afu kilichomkuta ndo hicho kama unavyoona. Tangu muda huo hajaamka mpaka sasa hivi mpaka nimembeba nimemleta hapa mganga.
Mimi nachohitaji jitihada zako mwanangu, hapa aweze kuamka, ujue maisha ya kweli mwanangu, familia yangu hapa imelala muda mrefu kichizi mwanangu, maisha ya kweli dadi. Sasa huyo mtoto aliyekutana naye ni wa kwenda kumuomba msamaha. Kwa sababu hata mimi mara 15,000 simuingi. Na hakuna anayemweza katika dunia hii. Amezaliwa na kipawa. Kwa hiyo inachotakiwa mrudi mkamwombe msamaha. Sina cha kumsaidia, ni hivyo. Baridi poa. Mami, hebu subia kwanza. Mimi nimechoka. Nataka niondoke nyumbani. Nenda. Wewe utaki utajiri? Utaki mtoto? Nenda. Sikiza nikwambie. Mume wangu mwenyewe unamjua yule kichacha. Wewe kunipa talaka. Mimi hapa nataka nirudi zangu nyumbani, nisije nikakuta talaka tayari ishaandikwa. Nisikize nikwambie Meli. Nisikize nikwambie Meli. Unajua wewe akili huna wewe. Yaani wewe bado wazie mtoto au na upate mtoto ili tukamtafuta mtoto kipofu upate mtoto na mimi hapa nataka kama nilivyokuambia yule mtoto mimi nikimpata kuna saa 7 afu kuna miujiza. Meli acha ushamba shoga yangu. Mume kitu gani bwana? Yule mume tukishapata hizi anatulia. Kwani wasisi wako uko wapi? Hebu subiria kwanza. Mtoto wenyewe tushamtafuta, mtoto hatumpati. Yaani mpaka mwenyewe nahisi umechoka lakini hutaki kusema. Mimi nimechoka, nataka niondoke nyumbani. Kwa hiyo ondoka nyumbani? Kwa hiyo utaki? Nimechoka. Kwa hiyo utaki tena utajiri, utaki mtoto kipofu ya kupewa mtoto utaki. Sasa mtu wenyewe tumpate. Tunakaa tunatafuta kitu hapo kioni. Mimi naondoka zangu. Kaendelea kutafuta, ukimpata utaniambia. Bana Nenda mwana kwenda. Wenye ndoa zenu nendeni. Tuacheni sisi tulikuwa na single, tunamtafuta mtoto kipofu ili tupate mahela. Nendeni. Kipofu naishi kwa imani, ingawa giza lipo bado nasonga maishani. Watu wengi walinicheka njiani, lakini Mungu alinipa nguvu moyoni. Sikiliza sauti yangu, usinidharau. Maisha haya yamenifundisha kuvumilia sana. Kila hatua ninayopiga. Nishikishe kichwa simuone. Okay.
Acha mapepe mwanangu, bonge tulia. Mimi nakujua tuuza kinyama yuko. Muombe msamaha wewe mtoto, ujue maisha yako ndio kukutibia mpaka umepona mwanangu. Ndio ndio kukutibia wewe hapo. Ndio ndo huyo. Muombe msamaha wewe. Naomba nisamehe. Sitarudia tena. Sitarudia tena kuonea. Nimekusamehe. Alafu mdogo wako mimi sijamfanya kitu chochote, ila ameenda kijijini. Ameenda kijijini? Kweli? Kidi yupo kijijini? Ndio. Sawa, na mimi namfuata sasa hivi. Mpeleke mama. Bado nasonga maishani, watu wengi walinicheka njiani, lakini Mungu alinipa nguvu moyoni. Sikiliza sauti yangu, usinidharau. Maisha haya yamenifundisha kuvumilia sana. Unatoka Kule. kule wapi yani? Mbona unatemeka ueleweki? Nilikuwa nimeenda kule kutembea, nilikuwa nimechoka kukaa ndani. Hivi wewe mwanamke, una akili kweli wewe? Nakuvisha na kulisha lakini bado tu ueleweki, unazurura tu mitaani, unatafuta kitu gani? Na hii nguo gani unavaa? Mimi nakupa hela ukanunue nguo kama hizi? Kweli ndoano. Yaani baada ya kuoa mimi nimekuwa samaki na samaki mwenyewe ndio huyu sasa. Naona kabisa miba zake zinaenda kunichoma. Bora nile mishikaki tu njiani kuliko kutembea na mwanamke kama wewe takataka wewe. Kweli Mungu hajakosea, ndio maana wewe uzae. Hapo. Huyu ambao unatakiwa nipe mtoto ni nani? Si ni wewe? Yaani wewe umeshindwa kunipa mtoto afu unakuwa unanisema mimi. Wewe umeshindwa kwenda huko kilingeni kwako kuangalia mimi na shida gani? Hello baby. Halo. Nilikuwa na shida. Naomba unisaidie kama 50 hivi. Na shida nayo. Subiri tutaongea kidogo. Ngoja tutaongea. Sawa kipenzi. Sijamaliza bado. Una talaka yako nikirudi huko. Huyu mwanaume ana shida gani? Mbona imekuwa hivi tu ghafla na maamuzi haraka? Mbona ndo yenyewe chungu. It's all them at the sound. Simameni kwa ndio utakapita. Endeleeni. Wewe si mtu kipofu wewe. Mimi mtoto kipofu lakini nina ndoto. Ulikuwa wapi? Nipo. Maana unatafutwa. Na kina nani?
Tupotezee. Sasa unakaa wapi? Nakaa huku. Sasa unakaa huku? Haya. Yaani Juma mdogo wangu nimechoka. Yaani unavyoona mguu umejaa vumbi huu. Nimetoka kumtafuta mtoto kipofu huko barabarani. Nimemtafuta nimechoka. Yaani siku nikija kumpata mtoto kipofu. Yaani mdogo wangu wa maisha yote atakuwa sawa. Hiyo kujishika tama, kujinamia, yote yataisha mdogo wangu. Tutaishi na sisi kama mastaa vile. Sawa unanielewa mdogo wangu? Kwa dada, kibe mtoto kipofu alikuwa hayupo. Ulikuwa sunaishi vizuri. Tangu kaja mtoto kipofu. Uona nikamtufukuza nasikia kashaondoka muda mwingi sana, kashaondoka kwao. Shangaa na bado unafuatilia mtoto kipofu. Leo bwana wengine wenyewe unatibua. Huwezi kukaa unaanza mtoto kipofu bwana, baki bwana. Wewe ni wewe pekee mpenzi wangu. Tangu siku ile nilipokuona, dunia yangu ikabadilika ghafla. Karibu. Asante mambo. Poa mpenzi wangu vipi? Poa. Vipi mbona kama na mawazo? Wewe acha tu nipo tu peke yangu hapa, si hata nawaza nini. Naona kichwa chote kimejaa mawazo. Ndio ile jambo la siku ile unalopaka leo. Wala hata sio lile la sipo sawa tu kama sitoka siku ile tuseme. Ukizingatia uliondoka toka siku ile mpaka leo ndo unakuja. Yaani ulitupa jongo na mti wake. Mimi sipendi una mawazo juu. Napenda muda wote tu na furaha. Basi nilikuwa nakuomba mpenzi wangu, leo tutoke. Tukatafute sehemu tukae, tuongee. Mimi maana naweza kwa sasa. Mimi niende wapi Kausali? Nimechoka, yani nimechoka akili mpaka mwili kama unavyoona. Natamani hata nipumzike hapa nilale. Sema tu bwana. Hamna bwana msema. Au nipendi? Ni mbali bwana. Bwana, mimi uko tamizi. Rudisha mkoba wa yule dada. Nimesema rudisha mkoba wa yule dada.